Mungu ni mwema, tunamshukuru kwa namna ambavyo ameendelea kuyahudumia maisha yetu. Toka tulipoanza, tumemwona Mungu akifanya hivyo kupitia uimbaji, kwaya yetu, lakini pia timu yetu ya kusifu na kuabudu, VOV team. Mungu awabariki. Na uwepo wa Mungu bado uko pamoja na sisi mahali hapa, na mimi kabisa Bwana ataendelea kutuhudumia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, na nitumie fursa hii na wakati huu kumshukuru Mungu kwa nafasi ya kipekee ambayo amenipa kuweza kusimama mbele zake, lakini pia kusimama mbele ya kanisa lake, lakini pia kwa wachungaji wetu viongozi, kwa kuona vyema leo nitumiwe na Bwana kuweza kuleta neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Hebu tufungue sasa Biblia zetu kwenye kitabu cha Waebrania sura ile ya 12 mstari ule wa 1 na hadi wa 3. Waebrania 12 mstari wa 1 hadi wa 3. Biblia, maneno ya Mungu inasema, basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii. Unakoma pale. Na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu, asante kwa sababu tumelisoma neno lako Bwana. Nasi wakati huu tunaomba Bwana, neno lako likawe ngao na ngome katika maisha yetu. Bwana, ninajidhabihu kwako, nitumie kama chombo, na neno lako kwa pamoja Bwana likayaguse maisha yetu, na ukaseme kile ambacho umekusudia kwa ajili yetu kama kanisa. Asante kwa sababu Bwana utakuwa pamoja nasi. Katika jina la Yesu naomba na kushukuru. Amen. Kitabu hiki cha Waebrania ambacho tumesoma hii mistari mitatu kwenye hii sura ya 12, mwandishi wa kitabu hiki anaandika kwa kundi la waamini, kundi la Wakristo waliokuwa wanaitwa Waebrania wakati huo, au Wayahudi ambao walikuwa wamemwamini Yesu. Anawaandikia Wakristo hawa ambao wakati wanaandikiwa, mazingira ya uandishi wa kitabu yanatuambia kwamba walikuwa wakipita katika dhiki kubwa ya imani. Walikuwa wanapita katika mashambulizi ya imani yao. Imani yao ilikuwa inajaribiwa kiasi ambacho wengi wao wakajaribiwa kutaka kuiacha imani yao waliokuwa wamemwamini Yesu. Kwa mwandishi anatumia muda mwingi akiwaeleza vile ambavyo imani yao katika Kristo Yesu ni ya thamani, akitumia mfano na akimuonyesha Yesu kuanzia ile sura ya 1 vile ambavyo Yesu ni mkuu kuliko kitu kingine chochote, na ya kwamba Yesu peke yake anatosha. Kwa hiyo Waebrania hawa
waamini wenzetu wakati huo walikuwa tayari wameshamwamini Kristo Yesu na wameanza kuishi maisha ya imani. Wametembea katika imani kwa kipindi fulani, lakini ghafla nyakati zilikuja ambazo zikaanza kujaribu imani yao. Nyakati ngumu za mateso, na imani yao ikawa katika shinikizo kubwa sana. Kwa mwandishi huyu analeta ujumbe kupitia kitabu hiki cha Waebrania kwa uvuvio wa Roho Mtakatifu. Anawaambia wasifikie hatua ya kuiacha imani yao. Anawaandikia kuwaimarisha katika imani yao katika Kristo Yesu. Na anatumia muda mzuri kueleza ukuu wa Yesu. Na anawahimiza waendelee kujiimarisha kiroho na kuhakikisha kwamba hawarudi nyuma katika imani yao. Bwana Yesu asifiwe. Waamini hao wakati huo walikuwa wameanza mbio za Kristo, mbio za imani kwa bidii, lakini sasa walikuwa wamechoka. Imani yao ilikuwa chini ya shinikizo kubwa. Kuanzia sura hiyo ya 1 hadi ya 10 tunaona mwandishi wa Waebrania anavyomuinua Yesu kiasi kwamba anaanza kumlinganisha Yesu na manabii wa kale waliopita. Na katika mlinganisho huo Yesu anaonekana ya kwamba ni bora na amewazidi hao manabii. Yote hiyo ni kuwaonyesha waamini hao kwamba mliyemwamini si mtu mdogo. Imani yenu mmeiweka kwa Yesu. Huyu Yesu ni zaidi ya baba Ibrahimu. Huyu Yesu ni zaidi ya Musa. Huyu Yesu ni zaidi ya manabii wote waliopita. Kwa hiyo anawatazamisha imani ambayo wanataka kuiacha, imani ambayo wameshaiamini. Na sura ya 11 anatoa mifano ya watu waliotembea katika imani. Anatoa mifano mingi ya watu ambao na wao katika nyakati zao walizipiga mbio za imani, walikuwa katika mashindano ya imani. Anaanza kuwazungumzia katika ile sura ya 11 akielezea habari zao na maisha yao, namna ambavyo waliishi na imani yao ikaendelea kusimama na ikathibitika. Anapofika sura ya 12 mwandishi anabadilika kidogo. Anasema sasa, kwa sababu nimewaeleza habari za ukuu wa Yesu na namna ambavyo Yesu peke yake anatosheleza, jambo hili la imani linakuhusu wewe na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Anasema basi sasa. Lugha hiyo ya basi sasa inaashiria ya kwamba kuna mgeuko wa msisitizo, ya kwamba haongei tena habari za wale manabii, haongei tena habari za wale watu. Mgeuko huu ni kutuleta sisi katika nafasi ya uamini tulionao katika Kristo Yesu katika kipindi hiki cha leo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ujumbe wangu leo ni kukukumbusha, ni ukumbusho kwa moyo wako na moyo wangu kwamba usiache imani yako. Usiache imani yako katika Kristo Yesu. Na kichwa changu kama unaandika unaweza ukasema shikilia imani yako kwa Yesu. Shikilia imani yako kwa Yesu. Kama vile Wakristo wa Waebrania wakati ile mwandishi alivyowahimiza kushikilia imani yao, wasirudi nyuma, na ndivyo hivyo na sisi katika kizazi chetu. Waamini wa nyakati hizi ni mimi na wewe. Muamini wa wakati huu ni mimi na wewe. Na tunaitwa kushikilia imani yetu tulionayo katika Kristo Yesu. Kwa nini? Kwa sababu maisha ya imani, maisha ya Ukristo sio mbio ya kuimaliza mara moja. Maisha ya imani, maisha ya Ukristo, imani yetu ni maisha ya mbio ya marathon. Bwana Yesu asifiwe. Wengi tunaweza tukawa tunafahamu vile ambavyo watu wanakimbia mbio za marathon. Ni mbio ndefu sana ya kilomita nyingi za kutosha. Wakati mwingine wengine wanaenda hadi kilomita 5,000. Kwa unaweza ukaona kwa picha namna hiyo kwamba maisha yetu yanafananishwa na mbio ambazo tunahitaji kuwa nazo. Sio mbio za kumaliza mara moja, sio zile mbio za mita 100. Ni mbio ndefu za kilomita
za kutosha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Imani yetu katika Kristo Yesu ni ya thamani sana, kiasi Mungu anatenga sura ya 11 na ya 12 katika kitabu hiki cha Waebrania kueleza mambo ya imani ambayo yatatusaidia sisi, yatanisaidia mimi leo na yatakusaidia wewe pia. Na ndipo basi sasa tutazame kwenye hii mistari mitatu ambayo tumesoma ya kitabu cha Waebrania, ile sura ya 12 mstari wa kwanza na hadi wa 3. Yapo mambo kadhaa ambayo tutajifunza na tunayaona yakifunuliwa kupitia maandiko haya, kupitia mistari hii mitatu. Jambo la kwanza ambalo tunaona ni kwamba tupo katika mashindano ya imani. Tupo katika mashindano ya imani. Muamini wa leo ambaye ni mimi na wewe, Biblia inazungumza na kutueleza na kutufahamisha ya kwamba tupo katika mashindano ya imani. Tupo katika kukimbia mbio za imani. Bwana Yesu asifiwe. Katika kushikilia imani yako kwa Yesu, ufahamu na utambue jambo hili ya kwamba upo katika mashindano ya imani. Tupo sote katika haya mashindano, na ya kwamba sisi mbio tunazozikimbia ni mbio za imani. Na katika hizo mbio yapo mambo mawili tunaona yakifunuliwa na hii mistari. Jambo la kwanza tunaloona katika hizi mbio za imani ni ya kwamba tunao mashahidi wanaotuhimiza. Wapo mashahidi wa imani wanaotuhimiza. Mstari ule wa kwanza Biblia inasema, basi na sisi pia kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii. Hii inatuonyesha wazi ya kwamba katika mashindano ya imani tulionayo kuna mashahidi wa imani, na hao mashahidi kazi yao ni kutuhimiza sisi. Ni kina nani hao mashahidi? Ni hao wanaozungumziwa kwenye sura ya 11. Wale wote ambao wamezungumziwa pale, Biblia inasema na kuwaita ni mashahidi wa imani. Sasa kazi yao ni kutuhimiza sisi. Na unafahamu, kama tuko kwenye mashindano ya imani, kama tuko kwenye mbio za imani, nataka uchukue na utengeneze picha hii kwenye ufahamu wako. Tupo kwenye uwanja mkubwa sana. Wote tunafahamu zile mbio ndefu ambazo watu wanakimbia. Kama ni uwanja wa mpira unaozunguka pande moja hadi nyingine, hawa mashahidi wa imani wamekaa kwenye viti, wamekaa kwenye jukwaa, na tunapokimbia kazi yao ni kutushangilia sisi. Kwa nini? Kwa sababu wao tayari wameshamaliza mbio zao na wamezishinda zile mbio zao na wamepiga vita vizuri. Kazi yao ni kutuhimiza na kutushangilia na kutuambia kwamba haya, na ninyi zamu yenu, kimbieni mbio za imani, shindaneni katika hizo mbio za imani. Bwana Yesu asifiwe. Tunapozisoma habari zao na kuzitafakari habari zao, si habari za kawaida, ni habari za kutufikirisha na kutuhimiza katika mashindano ya imani tulionayo. Ibrahim, mmoja ya mashahidi ambaye anazungumziwa katikati ya hii sura ya 11, ambaye leo anatushangilia, ni mtu ambaye aliamini kitu hata kabla hajakiona. Kwa hiyo unaweza kufikiria na kutafakari mtu ambaye anaweza akakiamini kitu ingali hajakiona kwa macho, ingali hajakitokea. Musa tunamuona namna ambavyo alikubali kuteseka na watu wa Mungu. Biblia inamuita shahidi wa imani. Tunao kina Sara wanazungumziwa, wapo kina Gideoni wamezungumziwa, wapo kina Enoko, tunamuona Nuhu ambaye alikubali kutii hata kama watu walimdharau. Bwana Yesu asifiwe. Habari zao tunapozisoma na kuzitafakari, si habari za kawaida. Ni habari ambazo tunapozisoma zinazungumza kwa habari ya mbio zetu katika imani. Ni habari ambazo tunapozitafakari katika maisha yetu, tunaona kwamba hawa watu walishinda mbio zao za imani. Walipiga vita vyao vizuri vya imani.
Sasa ni lazima tuelewe kwamba na tufahamu maisha yetu ya imani, maisha yetu kama Wakristo yamejawa na vitu vingi sana ambavyo vitajaribu kututoa katika msimamo wa imani tulionayo katika Kristo Yesu. Mambo mengi yanatokea, vitu vingi vimetuzunguka, tunazungukwa na kugubikwa na vitu mbalimbali ambavyo wakati mwingine vinaanza kushambulia imani yetu. Vinaanza kushambulia imani yako katika Kristo Yesu, na unaanza kuwa na wasiwasi juu ya imani ulionayo katika Kristo Yesu. Hivi kweli Mungu anatenda? Hivi kweli Mungu anafanya? Mbona jambo hili limechukua muda mrefu? Mbona halitokei kama ninavyoomba? Mchana wa leo ninakukumbusha ya kwamba endelea kushikilia imani yako hapo ulipo. Bado kitambo kidogo. Shikilia imani yako kwa Yesu. Usiache imani uliyoiamini kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunaona kuna hao mashahidi wanatuhimiza, na wote kwa pamoja wanatupa ushuhuda mmoja ya kwamba Mungu ni mwaminifu. Endelea kukimbia. Wote kwa pamoja mashahidi hao wanatoa ujumbe mmoja ya kwamba Mungu ni mwaminifu. Tuendelee kukimbia kwenye mashindano ya imani. Lakini jambo la pili kwenye haya mashindano ya imani, tunaona kwenye hii mistari tuliyosoma, vipo vizuizi vinavyopaswa kuondolewa. Vipo vizuizi vinavyopaswa kuondolewa. Mstari ule wa kwanza sehemu ya pili, Biblia inasema na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Kwa hiyo yapo mashindano yamewekwa mbele yetu, mashindano ya imani, na katika hayo mashindano mwandishi Roho Mtakatifu kupitia mwandishi huyu anasema tuweke kando kila mzigo mzito. Maana yake nini? Vipo vizuizi ambavyo vitajaribu kutuzuia tusishindane vizuri katika imani. Ndio maana anasema tuweke kando kila mzigo mzito. Maana yake kuna mizigo ambayo tunajikuta tumeibeba, na hiyo mizigo inakuwa mizito, inatuzuia kushindana vizuri katika mashindano ya imani. Vipo vizuizi vya namna hiyo. Ipo mizigo ya namna hiyo ambayo watu wa Kristo tumeibeba katika maisha yetu ya kila siku, na hatujui kama hiyo mizigo inatuzuia tusishindane vizuri katika imani. Bwana Yesu asifiwe. Mzigo mzito, anasema na dhambi ile ituzingaye kwa upesi. Na wakati mwingine hii mizigo inaweza isiwe dhambi ya moja kwa moja. Ni vitu ambavyo vinatuchelewesha maisha yetu ya kiroho, vinachelewesha ukuaji wetu wa kiroho. Kwa vinaweza visiwe dhambi ya moja kwa moja. Vingine ni dhambi, lakini vingine sio dhambi ya moja kwa moja. Ni vitu ambavyo tunavifanya, tunaweza kuwa navyo, lakini kumbe vinachelewesha ukuaji wetu wa maisha ya kiroho na kuvipiga vizuri vita vya imani na mashindano ya imani ambayo yamewekwa mbele yetu. Sasa Biblia inatuagiza, tumeagizwa kuvitupilia mbali na tukimbie kwa uhuru. Biblia kingine inasema tuviweke kando, tuvitupe, tuviondoe katikati yetu, tuvitupe huko mbali, ili sisi tuwe huru, tukimbie kwa uhuru bila kuwa na hiyo mizigo. Bwana Yesu asifiwe. Nikuonyeshe mfano hapa wa namna ambavyo tunajikuta kwenye maisha ya kukimbia mbio za imani tukiwa na mizigo, alafu tunashindwa kumaliza zile mbio za imani. Nataka nikuonyeshe mfano hapa. Hiki ambacho anakisema mwandishi, ya kuweka kando kila mzigo mzito. Karibu. Unaweza kusogea nao mbele kabisa hapa. Sasa huyu ni mwamini. Mbele yake kuna mashindano ya imani yamewekewa.
Katika mashindano hayo anayo mizigo kadhaa ambayo ameibeba pamoja na yeye. Naomba ubebe mzigo huo. Alafu kimbia katika mashindano yako ya imani uliyowekewa. Muamini huyu anampenda Mungu na muishia Mungu, alafu mbele ana mashindano ya imani. Kimbia mtumishi wa Bwana katika mashindano yako ya imani hayo. Amebeba mizigo ambayo Biblia inasema tuweke kando hiyo mizigo. Atafika lakini atakuwa amechoka sana. Unaweza ukarudi. Ona anavyokimbia. Anajitahidi sana, lakini mzigo umemlemea. Sasa Bwana anamwambia tua huo mzigo, toa hiyo mizigo, weka mbali na wewe, alafu kimbia katika mbio ukiwa huru katika mashindano ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Ndicho ambacho mwandishi huyu anasema. Sasa mimi sijui mzigo uliobeba katika mashindano yako ya imani ni mzigo wa aina gani. Yamkini ni chuki, yamkini ni hasira. Sijui ni mzigo gani umeubeba ambao unakuzuia usikimbie vizuri katika maisha yako ya imani, katika vita ulivyo navyo. Je, ni woga? Je, ni mashaka? Je, ni usumbufu wa kidunia, wa maisha ya kidunia? Je, ni tamaa za mwili? Imani inahitaji nidhamu ya kiroho na utakatifu wa moyo. Kwa mwandishi anatualika tukague mioyo yetu, tuangalie maisha yetu. Nina mzigo gani ambao unanizuia nisipige, nisishindane vizuri mashindano ya imani niliyowekewa? Maadamu umemwamini Yesu Kristo, yapo mashindano ya imani mbele yako. Bwana Yesu asifiwe. Jamani kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Maadamu tumemwamini Yesu na imani yetu ni kwa Yesu, yapo mashindano ya imani tumewekewa, na mashahidi wale wanatuangalia. Je, tutamaliza vizuri? Nakumbuka Yesu, Biblia inasema atakapokuja mwana wa Adamu ataikuta nini? Ataikuta imani duniani. Kwa kitakachobaki hadi mwisho ni imani yetu kwa Yesu. Na hicho ndicho ambacho Yesu anasema, shikilia, shikilia imani yako, siache ikaondoka, tumalize mwendo vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wakati fulani ilibidi na mimi niondoe baadhi ya vizuizi. Baadhi ya kizuizi ambacho nilikuwa naona kinanizuia maisha yangu ya kiroho. Kizuizi cha mtandao, hasa Instagram kwangu wakati fulani. Muda wote, muda mwingi ilikuwa nikuperuzi. Baada ya dakika 5 nipo tena. Baada ya dakika 2 nipo. Ikipita nusu saa nipo. Lisaa lijaisha nipo. Alafu nikalinganisha na ukuaji wangu wa maisha ya kiroho, nikaona ni vitu viwili tofauti kabisa. Biblia inaposema weka kando mzigo, mimi kwangu niliamua uninstall ile app, nikaitoa isiwepo kwenye simu yangu. Kwa nini? Kwa sababu niliona ni mzigo kwangu, inanizuia mashindano yangu ya imani. Muda wangu wa kusoma neno, muda wangu wa kuomba umechukuliwa na kitu cha namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwako sijui mzigo ni upi, lakini Bwana ni mwaminifu, atakuonyesha mzigo ulionao. Jambo la pili tunaona kwenye hii mistari, mtazamo wa imani. Mtazamo wa imani. Ule mstari wa pili Biblia inasema tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Ule mstari wa pili, ile sehemu ya kwanza, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu. Roho Mtakatifu anasema nini na sisi mahali hapa?
kwamba katika kushikilia imani yako kwa Yesu lazima uwe na mtazamo sahihi wa imani ulio nayo. Mtazamo sahihi, lazima utazame sahihi kuhusu imani. Sasa mwandishi anatusaidia kwamba katika haya mashindano ya imani, katika safari ya imani, tunachopaswa ni kumtazama Yesu kama mwanzilishi wa imani na mtu ambaye ataitimiza imani yetu. Kwa viko vitu viwili hapa tunaviona. Cha kwanza, Yesu ambaye Biblia inatutaka, Mungu anatutaka tumtazame yeye. Yeye ndiye mwanzilishi wa imani yetu. Imani yetu tulio nayo ni kwa sababu ya kazi ya Yesu pale msalabani. Na kwa namna hiyo sasa, yeye ndiyo mwanzilishi wa imani. Yeye ndiyo chanzo cha imani. Kwa hiyo kwenye kushindana kwetu kwenye hii imani, tunaalikwa watoto wa Mungu tumtazame Yesu. Haijalishi ni kitu gani unapitia, haijalishi ni jambo gani limetokea, haijalishi mazingira yako kwa namna gani, mtazamo wa imani ni mtazamo wa kumtazama Yesu ambaye yeye ndo ameanzisha imani. Bwana Yesu asifiwe. Sisi hatujaitwa kutengeneza imani nyingine. Imani yetu chanzo chake ni Yesu. Kwa hiyo hatutengenezi imani ya kwetu. Tunayo imani ya Yesu ambaye ndio mwanzilishi wa hiyo imani. Na Biblia inasema yeye ndio atakayeitimiza. Maana yake ni nini? Yeye ataifanya hiyo imani iendelee kukua, iendelee kukomaa ndani yetu, iendelee kukomaa ndani yetu hata ifikie utimilifu ule ambao unatakiwa. Tukimtazama Yesu. Sasa mimi sijui wewe unatazama nini? Sijui unatazama kitu gani? Sijui unamtazama nani? Wengine labda tunatazama ndugu zetu wanaweza wakatusaidia. Ndugu zetu wenye mali ambao tunafikiri labda kwa mali zao wanaweza kutusaidia katika maisha. Ni kweli wanaweza kutusaidia, lakini lazima tuwe na mtazamo sahihi ya kwamba hata hao anayewawezesha ni nani? Ni Yesu. Kwa hiyo mtazamo wetu ni kuondoa kwenye vitu tulivyo navyo. Mtazamo wetu ni kuondoka kwenye mali tulizo nazo, kwenye mazingira yanayotuzunguka, na tumtazame Yesu Kristo. Sasa ukifuatilia hili neno la kutazama, Biblia ya Kiingereza inatumia neno fix, tazama. Kwenye lugha asili ya Kiyunani anatumia neno linaitwa aphrontes. Maana yake kuondoa macho katika mambo mengine yote na kuangalia kwa makini katika kitu kimoja. Kuondoa macho katika mambo mengine yote na kuangalia kwa makini katika kitu kimoja. Kuangalia kwa makini katika kitu kimoja. Na hapa sisi tunayemwangalia ni Yesu ambaye ndio mwanzilishi wa imani. Imani inahitaji kujitoa kikamilifu kwa Yesu. Maisha ya imani yanahitaji kujitoa kikamilifu. Sio kujitoa kidogo mahali hapa na kujitoa kidogo mahali pengine. Imani yetu tulio nayo ambayo ni nzuri, ambayo ni kuu, ambayo inatufanya tunakuja hapa tunamwimbia Mungu vizuri, tunamwabudu katika uwepo wake. Yote hiyo ni kwa sababu tulimwamini Yesu. Na ndio maana tunaona uwepo wa Mungu ukiwa pamoja na sisi. Sasa ili tuendelee kusimama katika hiyo imani na kutunza huo uwepo, lazima tushikilie hiyo imani, ambayo hiyo imani inatutaka kujitoa kikamilifu kwa Yesu. Hata dhoruba ikija, hata kama maoni ya watu yanasema nini, na hata wakati mwingine hata madhaifu yetu yakitaka kutuzuia, tunachopaswa ni kumtazama Yesu, wala sio madhaifu yetu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ndiye mwanzilishi na anayekamilisha imani yetu. Unamkumbuka Petro? Mathayo sura ya 14 mstari ule wa 29. Tuangalie mfano wa Petro. Mathayo 14 mstari wa 29. Biblia inasema, labda tuanzie 28. Petro akamjibu akasema, Bwana, ikiwa ni wewe niamuru nije kwako juu ya maji.
akasema, njoo Petro, njoo. Petro akashuka chomboni, akaenda kwa miguu ya maji ili kumwendea, akaenda kwa miguu juu ya maji ili kumwendea Yesu. Lakini alipouona upepo akaogopa, akaanza kuzama, akapiga yowe akisema, Bwana niokoe. Yesu akiwa na wanafunzi wake, wanafunzi wanamwona Yesu anatembea juu ya maji, na Petro akatamani kile kitu, akisema, wow, haijawahi kutokea hii ya namna hii, mtu kutembea juu ya maji, hatujawahi kuona. Kwa shauku ile Petro anasema, Yesu, kama umetembea juu ya maji, niamuru na mimi nikufuate. Yesu anamwambia Petro, njoo. Biblia inatuambia akashuka chomboni Petro, akaenda kwa miguu ya maji, juu ya maji. Kwa hiyo Petro alianza kutembea juu ya maji. Wakati huo akiwa anamtazama nani? Yesu yuko mbele yake. Kadiri alivyokuwa anamtazama Yesu, ndivyo kadiri hatua za kutembea juu ya maji zilikuwa zinaongezeka. Mstari unaofuata Biblia inatuambia mara ghafla akayahamisha macho yake kutoka kwa Yesu, akautazama upepo. Na Biblia inatuambia akaanza kuzama. Mtazamo wa imani ni mtazamo ambao unataka tuelekee kule ambako tunaangalia. Hauwezi kuelekea mahali ambapo huwezi kuangalia. Kama ninaangalia upande huu, basi nitatembea kuelekea huo upande ambao ninaangalia. Siwezi kutembea upande kinyume na ule ambao ninaangalia. Si tunakubaliana eh? Unatembea mwelekeo wa kule ambako unakuona. Ndivyo ambavyo ilikuwa kwa Petro. Kadiri alivyomuona Yesu anatembea juu ya maji, na Yesu akamwita, na yeye akaanza kutembea. Lakini alipogeuza macho yake na kuanza kutazama upepo, akaingiwa na hofu. Woga ukamwingia, akaanza kuzama. Fundisho hili bado linasema hata na sisi kwamba kadiri tukimtazama Yesu, ndivyo kadiri imani yetu inashinda. Kadiri tunavyomwangalia Yesu, kadiri ambavyo macho yetu hatuyatoi kwa Yesu, ndivyo ambavyo mashindano yetu ya imani, ndivyo ambavyo kushikilia kwetu imani kunawezekana. Lakini kadiri tutakavyoondoa macho yetu kwa Yesu na kutazama vitu vingine, basi Biblia inasema hata sisi tutazama hivyo hivyo kama Petro. Unatazama nini mpendwa? Unamtazama nani katika maisha yako ya imani? Unamwangalia nani? Unamtegemea nani katika maisha ya imani? Mchana wa leo Bwana anataka tumwangalie Yesu, kwa sababu sisi hatuwezi kutengeneza imani nyingine isipokuwa imani ya Yesu, ambaye Biblia inamsema ndio ameanzisha na anakwenda kuitimiza katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu tunaloliona kwenye hii mistari, ule mstari wa pili B, sehemu ya pili ya mstari wa pili hadi mstari wa 3. Biblia inasema, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Maana mtafakarini sana yeye aliyestahimili mapingamizi makuu namna hii ya watendao dhambi juu ya nafsi zao, msije mkachoka kizimia mioyoni mwenu. Jambo la tatu tunaloliona hapa, uvumilivu wa imani. Katika safari, katika mashindano, katika kushikilia imani yetu kwa Yesu, wakati mwingine tunapaswa kuvumilia katika imani. Tunapaswa kuwa watu wa uvumilivu katika imani. Na hapa tunaona mfano wetu mkuu wa imani, Yesu Kristo, ambaye macho yetu sasa yanapaswa kumtazama yeye daima. Namna ambavyo aliweza kuvumilia mateso kwa sababu aliona furaha iliyokuwa imewekwa mbele yake. Kama ambavyo mashahidi walifikia ile taji, na ndipo na sisi tunakumbushwa kwamba ipo taji ya mashindano
kwa sababu katika mashindano yote kuna taji baada ya mashindano. Nabii anasema tumewekewa mashindano ya imani mbele yetu. Kwa hiyo ipo taji baada ya hayo mashindano. Na mfano wetu katika hili ni Yesu. Mfano wetu katika uvumilivu wa imani ni Yesu. Kwa nini? Kwa sababu yeye ndio ametupa chanzo cha tumaini katika Mungu. Namna ambavyo alimtumaini Mungu alipokuwa hapa duniani inatupa mfano mzuri ya kwamba hata sisi tunaweza tukamtumaini Mungu katika mambo yote na akatuwezesha. Bwana Yesu asifiwe. Imani ya kweli huangalia zaidi ya maumivu ya muda na kuona thawabu ya milele. Imani ya kweli inaangalia zaidi ya yale maumivu ya muda ambayo tunaweza tukayapata, lakini tukijua ipo thawabu mbele yetu. Yesu hakuruhusu fedhea. Tunaona wakati anaendea msalaba, watu walimdhihaki, watu walimdharau, wakasema maneno mengi juu yake. Inasema aliustahimili msalaba, aliustahimili msalaba. Na sisi katika maisha yetu watu watasema maneno mengi. Na yamkini watu wanasema maneno mengi juu yako, juu ya kumpenda kwako Yesu, juu ya kujitoa kwa Yesu, juu ya kumtafuta Mungu. Watu wanakudhihaki. Biblia inasema hapo ndipo ambapo unahitaji kuwa na uvumilivu wa imani. Pale watu wanapozungumza maneno mabaya kuhusu imani yako, wanapozungumza vitu vibaya, wanapokudharau, wanapokuona ufai, hapo ndipo ambapo uvumilivu wa imani unahitajika. Yesu hakuruhusu hiyo fedhea kumzuia kutimiza kusudi ambalo Mungu alikuwa amempa. Vivyo hivyo imani lazima ijifunze kudharau aibu. Imani yetu lazima ijifunze kudharau aibu tunayokutana nayo. Kwa sababu tukiruhusu aibu, tutashindwa kumaliza safari yetu ya imani. Kwa hiyo katika maisha yetu ya imani, Mungu anataka tujifunze kudharau aibu. Yaani kukataa kuacha utiifu kwa Mungu kwa sababu ya maumivu au kukataliwa. Bwana Yesu asifiwe. Tunawezaje kushikilia imani yetu kwa Yesu? Ni kwa namna gani tunaweza kushikilia imani yetu kwa Yesu? Jambo la kwanza, weka macho yako katika lengo kuu, yani Yesu Kristo. Macho yako, macho yetu yawe katika lengo kuu ambalo kwetu sisi kwa sababu ya imani hii ni Yesu Kristo. Na jambo la pili, ondoa mizigo yote. Tambua mizigo inayoleta uzito na ukaikabidhi kwa Bwana ili ukimbie kwa uhuru. Kwa hiyo hapa tunaitwa kutambua, tunaitwa kujichunguza, tunaitwa kujitazama na kuangalia mizigo yoyote tuliona ambayo inatuzuia tusishikilie imani yetu vizuri. Jambo la tatu, maumivu ya imani yanapokuja, himili hayo maumivu. Himili katika hayo maumivu ya imani. Majaribu ya imani hayavunji imani, yanaimarisha imani. Majaribu ya imani yanapokuja kwetu, lengo lake sio kuvunja imani. Lengo lake ni kuimarisha imani tulionayo katika Kristo Yesu. Lakini jambo la 4 na la mwisho ni ya kwamba tutiane moyo kama kanisa kwenye safari ya imani. Tutiane moyo. Hatukimbii peke yetu, haukimbii peke yako, sikimbii peke yangu, bali kwa pamoja kama kanisa la Kristo tunakimbia katika mashindano ya imani. Kwa tunahitaji kutiana moyo. Unapomwona ndugu, unapomwona mwenzako na kuona kwamba kuna mzigo wa namna fulani unataka kumzuia asikimbie vizuri, ni kumsaidia kuondoa huo mzigo ili akimbie kwa uhuru. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukasimama kwa miguu yako. Nataka tuende tukamwombe Mungu. Kila mkimbiaji wa mbio hizi za imani inampasa achague mahali pa kutazama. Kila anayekimbia mbio hizi za imani imempasa achague mahali pa kutazama.
Kiangalia umati wa watu, utasumbuliwa na hizo kelele za watu. Kijiangalia wewe mwenyewe, utajikatia tamaa. Lakini ukimwangalia Yesu, tutapata mwongozo, nguvu na ushindi, kwa sababu yeye ndio chanzo cha nguvu na ushindi katika imani yetu. Wenda umekuwa ukikimbia mbio hizi za imani na umefika hatua ambayo unahisi imani yako inachoka. Nataka tuombe na watu wa namna hiyo. Unahisi kuzidiwa na mizigo ya majaribu na hofu na mashaka, inakuwa inatanda, unaona kama umedhoofika. Kumbuka Yesu hajawahi kuondoa macho yake kwako. Yesu hajawahi kuondoa hayo macho kwako. Anakutazama. Kwa hiyo wakati wenzetu wanatuongoza katika kuimba kwa chini, nataka utafakari imani ambayo Yesu amekupa, imani ambayo umeiweka kwa Yesu. Alafu twende tukamwombe Mungu. Nataka tuombe na watu hawa ambao wanahisi katika safari hii ya imani wanafika mahali wanataka kukata tamaa kwa sababu ya mambo mbalimbali ambayo yanajitokeza. Kama upo mtu wa namna hiyo, njoo tuombe. Njoo tumwombe Mungu. Labda umepoteza nguvu za kiroho, umewahi kuumia au kuvunjika moyo. Leo ni siku ya kuweka mizigo yote tulionayo chini ya miguu ya Yesu. Mzigo wote unaokuzinga, na ugeuze macho yako, mtazame Yesu tena, ambaye ni mwanzilishi na anayetimiza imani yetu, ambaye ameanzisha safari hii. Biblia inasema ataitimiliza hata utimilifu wa dahari. Tunaweza tukaimba wakati wenzetu wanasogea, tukaabudu pamoja. Utaishi ukitazama, tumwambie Bwana, tazama, tazama, ishi sasa, ishi sasa, amenena mwenyewe, amenena mwenyewe. Haleluya, utaishi ukitazama. Wakati wachungaji na wazee wa kanisa wanakuja hapa, na wewe nenda mbele za Mungu, muombe Bwana kwa habari ya kushikilia imani yako ambayo amekupa katika Kristo Yesu. Jiombe wewe mwenyewe, na ukiweza kuelekeza mikono kwa wenzetu hao ambao wanahitaji mguso wa kipekee katika maisha yao ya imani. Mbio walizozianza wakazimalize, mbio za imani ambazo zimewekwa ndani yao. Bwana akawasaidie, Bwana akawawezeshe kusimama tena, kuvipiga vita tena, kuendelea na mashindano ya imani hata ukamilifu wa dahari, katika jina la Yesu. Mungu wetu na Baba yetu, tunakuja mbele zako kwa ajili ya watu wako haya Bwana, hao wamepita katika madhabahu yako, mbele zako Jehova, kutaka mguso wa kipekee, mguso unaotoka kwako Bwana, kwa habari ya mashindano ya imani uliyoweka mbele yao Bwana, katika jina la Yesu,
katika jina la Yesu. Wasaidie kukutazama wewe Bwana, wasaidie kukutazama wewe Bwana, wasaidie kukuona wewe Bwana, kwa jina la Yesu. Mguso wa kipekee katika maisha yao, katika mioyo yao Bwana. Kila aina mzigo mzito wowote ambao Bwana unazuia wasishindane vizuri katika maisha ya imani, waondolee Bwana, waondolee Bwana, wape wepesi kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu, tunaomba msaada wako ndani yao Bwana. Guse mama huyu Bwana, guse baba huyu Bwana, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Msaada utokao patakatifu pa Sayuni Bwana, ukawe sehemu yao, ukawe sehemu yao kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Waimarishe tena Bwana, wape nguvu tena Bwana ya kusonga mbele Bwana, ya kuendelea Bwana, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana, tunaomba neema yako, tunaomba uwezesho wa kwako Bwana, tunaomba msaada wa kwako Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu. Ukaachilie hiyo neema na msaada unaotoka kwako Bwana, kwa jina la Yesu. Na kama kanisa Bwana, tunaomba utusaidie mtu mmoja mmoja Bwana, kuendelea kusimama na kushikilia imani, tukijua ya kwamba wewe ndiye mwanzilishi wa imani yetu Bwana, na unaenda kuitimiza Mfalme, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tusaidie kukutazama wewe Bwana katika mambo yote, tusaidie kukutazama wewe Bwana katika vitu vyote, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Bwana, macho yetu tunayaelekeza kwako Yesu, ukatuwezeshe na kutusaidia Mungu mkuu, katika jina la Yesu. Tukutazame wewe Bwana, tukutazame wewe Bwana. Kwako kuna ushindi, kwako kuna utoshelevu, kwako kuna uwezesho Bwana, katika jina la Yesu. Tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwema na utatusaidia na kutuwezesha Bwana. Ni katika jina la Yesu, kwa imani tumekuomba Bwana, kwa imani tunapokea kutoka kwako, kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Hallelujah. Mungu akubariki sana.